Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo Mungu ni mwema na kila wakati. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi na kwa Dominika hii ya leo. Kila siku Mungu anayotupa ni zawadi kutoka wapi? Kwake. Hatuna cha kumrudishia isipokuwa sifa na utukufu. Lazima kumwambia Mungu asante. Naomba tena tumshukuru Mungu kwa kumwambia Mungu asante. Ndugu zangu katika Kristo, masomo yetu kama tulivyoyasikia yana mafundisho mengi sana. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 22. Ilikuwa ni mwaka 712 mpaka mwaka 701 hivi. Nabii anatoa utabiri kwa Shebna aliyekuwa kiongozi wa taifa la Yuda kwamba utawala wako, ukuu wako, mamlaka yako yatachukuliwa na Eliakimu kwa sababu umetumia vibaya kile alichokupa Mwenyezi Mungu. Ufunguo wako atachukua Eliakimu aliyekuwa mzawa wa Israeli hasa mwenye asili ya Kiisraeli. Shebna alikuwa ni mtu tofauti. Ndugu zangu, hii ni hekima Mwenyezi Mungu ambayo tunasikia katika somo la pili. Waraka Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 11 aya 33 mpaka 36. Waraka ulioandikwa mwaka 57 baada ya Yesu Kristo. Lakini Ukristo Rumi ulianza mwaka 54 baada ya Kristo. Paulo anaandika waraka kabla ya kufika huko. Ndugu zangu katika Kristo, somo la Injili ni Injili ambayo tumeizoea sana kuisikia. Kwa sababu nasema huwa tunaijua sana. Utaikuta katika Injili ya Marko sura ile ya 8 aya 27 mpaka 29, au Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 18 mpaka ya 20. Na dokezo la kukiri kwa Petro unaweza ukalikuta katika ile Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 69. Petro anakiri kama alivyokiri leo. Kwa ndugu zangu katika Kristo, kuna mengi sana ya kutafakari. Lakini wazo kuu, hata kama ukisahau yote, mwambie jirani yako ni nani. Ngeukie mwambie ni nani. Na ndio hilo wazo, tembea nalo wiki nzima, ni nani. Ndugu zangu, nasema hivi kwa sababu gani? Ni masomo ambayo Kristo anataka tutafakari. Yeye ni nani, lakini mimi na wewe ni nani? Tukiwa na hilo wazo ndugu zangu, naomba tafakari mawazo madogo ya haraka mawili. Mangapi? Mawili. Mwambie jirani yako, Yesu Kristo ni nani? Yesu Kristo ni nani? Hili ni swali la msingi sana. Nasema hivi kwa sababu tumesikia walipofika Kaisaria Filipi. Kwa sasa panajulikana kama Banias, kaskazini mwa Israeli ya sasa. Ni kipindi kile nimesema ilikuwa ni kama kilomita 150 hivi kufika Yerusalemu, lakini sasa hivi kwa lami ni kilomita 230 hivi kufika hapo. Ni eneo lilikuwa la kipagani. Yesu anageukia wanafunzi wake ambao wameshuhudia akiponya, wameshuhudia akitoa pepo, wameshuhudia akitembea juu ya bahari, wameshuhudia akituliza mawimbi ya bahari, wameshuhudia akilisha watu zaidi ya 5,000, wameshuhudia akifufua wafu, wanamtambua. Anageukia anawauliza maswali msingi mangapi? Mawili. La kwanza anauliza, watu unena mwana wa Adamu, yani yeye ni nani? Mnanielewa ndugu zangu katika Kristo? Anawauliza mwana wa Adamu, utalikuta ile neno katika kitabu cha Nabii Danieli ndio linatokea huko. Na hapa wanafunzi wanaanza kutoa maoni yao, jinsi watu wanavyomtaja Yesu, wanavyomsema Yesu. Wengine Yohane Mbatizaji, it's okay. Wengine Elia, wengine Yeremia, lakini wengine wanasema wewe ni mmojawapo wa nani? Wa manabii. Ni kweli walikuwa wanamuita Yohane Mbatizaji kwa sababu alihubiri juu ya toba, ukweli na kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Mnafahamu, mnaojua maandiko. Walimuita Elia kwa sababu ya mamlaka na nguvu alizokuwa anatumia, na iliaminika kwamba kabla ya Masia kuja, Elia atakuja kwanza. Kasome kitabu cha Malaki sura ile ya 4 aya ya 5, inaeleza hili swala. Walimuita Yeremia kwa sababu ya kukataliwa kwake, kwa sababu ya msimamo yake, kwa sababu alidumu katika kile alichokifundisha licha ya kupitia magumu na kutengwa na watu wa taifa lake. Wakasema huyu ni Yeremia. Naomba niwaambie ndugu zangu wa Kristo, ilieleweka pia kwamba yote haya Yesu aliwaambia yashatukia. Kasome Injili ya Yohane ile sura ya 14 ya kwanza mpaka pili. Herode alisema huyu ni Yohane Mbatizaji. Sura ya 11 aya 14 na ile sura ya 17 aya 10 mpaka 13 Yesu anasema haya yote tayari, Masia mnaye, lakini hamjamtambua. Leo anawauliza
mimi ni nani? Kwa hiyo watu wanasema inajulikana. Yesu sasa anageukia wanafunzi na kuwauliza, hayo yote ni maoni ya watu, nyinyi mnasema mimi ni nani? Ndugu zangu, hapa sasa tuelewe vizuri. Ukimya unatawala, jibu linakosekana hapa sasa. Ndipo Petro anasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye nini? Hai. Kwa sababu walikuwepo miungu mingine ambayo ina midomo lakini haisemi, na masikio lakini haisikii, na macho lakini haioni, si hai. Petro anasema wewe ni mwana wa Mungu aliye nini? Hai. Ndio maana wazo kuna kuuliza wewe dogo kabisa, Yesu Kristo ni nani? Nasema hivi kwa sababu gani? Ni rahisi sana, naomba mnielewe, ni rahisi sana kwa Wakristo tulio wengi kutoa maoni juu ya Yesu. Ukimuuliza mtu atakwambia, atasema kwa sababu Yesu ni rafiki yangu, Yesu ni kiongozi, Yesu ni mwokozi, Yesu ni mponyaji, Yesu. Na nielewa ndugu zangu, hii yote ni kwa sababu alisikia padri, alisikia wazazi, alisikia walimu, au kwa hisia zake ameshuhudia Mungu akifanya kitu katika safari yake ya maisha, na akasema aliniponya, ni mponyaji, alinisikia, anasikiliza. Lakini kiukweli kabisa, naomba muelewe, ufuasi hauhitaji kujua habari za Yesu, bali kumjua Yesu. Ufuasi hauhitaji kustajabia matendo ya Yesu, bali kujikabidhi kwa Yesu. Ufuasi hauhitaji kueleza habari za Yesu, bali kumfuata Yesu Kristo mwenyewe. Na naelewa ndugu zangu hapa, Yesu Kristo ni nani? Ndio hilo wazo lituongoze. Yesu leo anakuuliza, mimi ni nani kwako? Mimi ni nani kwako? Hapa Yesu anachotaka kusema leo, hataki utoe maoni, anataka ukiri kama alivyosema Petro. Petro alisema wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye nini? Hai. Nasikiliza jibu la Yesu. Anasema heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havifunulia hili, bali Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Kiukweli kumkiri Yesu Kristo si jambo jepesi. Na nielewa, kumkiri Yesu Kristo si jambo nini? Jepesi. Linahitaji neema, linahitaji sala, linahitaji unyenyekevu, linahitaji ufunuo kutoka kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Si jambo rahisi. Kwa sababu gani? Nitawaambia. Unaweza ukajikinai, mimi ni Mkristo, mimi ni mfuasi wa Kristo, na kukiri wewe ni Kristo ni kwa sababu tu kila kitu kiko sawa. Na nielewa, kwa sababu una afya nzuri, kwa sababu ndoa ina amani, kwa sababu watoto wanastawi mambo yao, kwa sababu una kazi, kwa sababu maisha ni nini? Ni safi, mipango yako inaenda vizuri, unasema mimi ni Mkristo. Lakini kiukweli kabisa, mambo yakienda tofauti, maisha yako yakiguswa kama Ayubu, ukikutana na maadui kama Petro, unaweza ukasema simjui mtu huyu, mimi si Mkristo tena. Nawaambia hivi kwa sababu gani? Wakristo wengi hasa wa Katoliki, afya zinapoyumba huwa tunamkana Yesu Kristo, wengine tunaenda mpaka kutambika. Na nielewa, wakati fulani ndoa zikichelewa, unakuta binti anasema mimi yoyote aje tu, ili mradi amevaa suruali na ni mtu. Dini zitajulikana huko kwenyewe. Unakuta anasema kwamba Bikira Maria, sijui Ekaristi, sijui kuungama, sijui nini, pote. Kuanzia leo mimi nachukuliwa tu amehama kanisa. Mnanielewa ndugu zangu? Siwasemi ninyi mko vizuri, naelewa. Nasema huko kwingine. Ndugu zangu, naomba niwaambie, wengine kazi ikichelewa anasema atafanya yoyote tu, ili mradi mdomo ingie wapi? Kinywani. Si rahisi, nawaambia, kumkiri Yesu Kristo. Baba Raya akizidi kwenye maisha yake anasema na laana, anasema ana pepo. Mkristo aliyebatizwa, Mkatoliki kabisa, anaamini ana pepo. We pepo umetoa wapi? Unaamini kuna mizizi ya ukoo na laana wapi na wapi wewe? Haiwezekani. Inaumiza sana kama Mkristo Mkatoliki analia, anaimba hivi. Anaongozwa katika sala ya toba na kuvunja mizizi ya ukoo. Pako unasema ni huyu kweli? Amemsahau Yesu Kristo aliyemkiri wakati wa ubatizo na akarudia tena wakati wa kipaimara. Tumsifu Yesu Kristo. Misongo ya mawazo ikizidi, unasema kanisani hamna roho. Mnakuta Mkristo Mkatoliki ana vikopo vimejaa mafuta ya mtu. Anakanyaga mafuta na kitambaa cha upako, si vitu gani, wapi na wapi.
Na hicho kitu kina majina ya mtu. Ukimuuliza wapi, anakwambia ya sitaji hapo. Unanielewa? Wapi na wapi? Tujiangalie mara mbili. Tunaweza tukajikiri kumkiri Kristo, lakini kwa sababu kila kitu kiko nini? Kiko sawa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, Kristo huyu aliyekiriwa na Petro, ambaye tunamkiri ni Masia, ni mpakwa mafuta. Tuelewe, huyu ni mteswa, ni msulubiwa, ni mkataliwa, ni mbeba msalaba. Na yeye mwenyewe anasema, yeyote atakaye kunifuata ajitwike msalaba wake afanye nini? Anifuate. Kumfuata yeye, kumkiri yeye si rahisi. Wakristo wenzangu, naomba niwaambie, narudia tena, hakuna maisha rahisi na wala hayatakaa yawepo. Mnanielewa? Tukiweke hicho kichwani, lazima kukiri. Naomba niwaambie kwamba huyu tunayemfuata, mimi nitabaki kuwa Mkristo, nitabaki kumtambua yeye kama Kristo ninapokuwa na afya au mgonjwa, ninapokuwa na furaha au huzuni, ninaposhinda au kushindwa, ndoto zinapotimia au zisipotimia, ninapopata au ninapokosa, ninaposimama au kuanguka, atabaki kuwa nani? Kristo. Hilo likae kichwani mwetu na tuliweke moyoni. Kristo ni leo, jana na nini? Daima. Liwalo na liwe, iwe mvua iwe jua, nitabaki kuwa Mkristo. Na wazazi, niwaombe sana, kama nilivyomisa kwanza, tupandikize hii mbegu, ufunguo tuliopewa wa imani kwa watoto wetu. Wengi tupo hivi kwa sababu tunakumbuka wazee wetu, tunakumbuka wazazi wetu. Ulikuwa unajua nikikosa kanisani mbele ya Mungu, mzazi akirudi tu mimi nitafute pa kwenda. Unanielewa? Lakini sasa hivi tumeacha tu mambo yaende. Yesu Kristo ni nani? Muulize jirani yako, Yesu Kristo ni nani? Wazo dogo la pili na la mwisho, mwambie jirani yako, wewe ni nani? Wewe ni nani? Nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya hii Injili, mzee mmoja siku moja nyumbani na watoto watatu na mke wake, aliamua kuita familia yake, akawauliza, eti watu wanasema mimi ni nani? Yaani nyinyi wenyewe humu ndani kwenye familia humu huwa mnasema mimi ni nani? Mama akacheka, akakimbia haraka haraka. Akatoka. Mtoto wa kwanza akatabasamu, akamwangalia mama, akasema akaguna. Wa pili yeye alibaki tu anaangalia. Watatu kadogodogo kwa sababu adabu wakana, akanadekezwa, akacheka, akasema baba. Baba akasema wewe anakuitaga siwezi kusema kwa sababu ya mitandao, sawa? Yaani ila sasa wewe rudi leo kwa familia yako, waulize, hivi nyinyi huwa mnasema mimi ni nani? Ukipata jibu kanalo kimya na vumilia. Nasema hivi ndugu zangu, kwa sababu gani? Moja ya changamoto kati ya watu ulimwenguni ni mapambano ya kutaka kujulikana wao ni kina nani. Unanielewa? Utakuta mtu yupo kazini au yuko sehemu anambia, unajua mimi ni nani? Unajui mimi ni nani? Nitakufanya hivi, unajui mimi ni nani? Waulize watu mimi ni nani? Lakini wewe ni nani? Unanielewa? Tunakufahamu wewe ni baba, kwa nini ujitambulishe? Tunakufahamu wewe ni bosi, kwa nini ujitambulishe? Kwa nini tutishe? Unanielewa ndugu zangu? Kwa sababu haujui wewe ni nani. Na ndio maana unahangaika. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi, wewe si jina lako, wewe si mahali unapotoka, wewe si kazi yako, wewe si pesa yako, wewe si mafanikio yako, wewe si mali au watu wanavyosema. Wewe sio hivyo. Maandiko matakatifu yanasema, maana aunavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Mithali 23 aya ya 7. Sasa ukitaka kujua wewe ni nani, tafakari haya ninayokuuliza. Wewe ni nani wakati hakuna mtu anayekuona? Wewe ni nani wakati hamna mtu anayefanya nini? Anayekuona. Hamna mke wako anayekuona, hamna mume wako anayekuona, hamna mtoto wako anayekuona, hamna rafiki yako anayekuona. Wewe ni nani? Usijibu sasa hivi, jijibu moyoni. Unaelewa? Wewe ni nani wakati maisha yanakuwa magumu? Wewe ni nani wakati unapata misiba katika familia? Wewe ni nani wakati unakatishwa tamaa? Wewe ni nani unaposalitiwa? Wewe ni nani wakati unatakiwa kufanya uchaguzi? Wewe ni nani ukiwa na madaraka? Wewe ni nani ukiwa na pesa? Wewe ni nani wakati fulani Mungu anapokaa kimya, sala zako, maombi yako hayajibiwi? Wewe ni nani? Jiulize mara mbili. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi, usipojijua na kulielewa hilo utahangaika sana. Wakristo wengi hasa Wakatoliki wamebadili kazi, lakini matatizo yamebaki pale pale. Wamebadili mahusiano, lakini magongo yamebaki pale pale. Wamebadili mpaka maeneo ya kuishi, lakini mambo yamebaki pale pale. Naomba niwaambie, wengine wamehama mpaka makanisa, lakini vilio viko pale pale. Nasema hivi kwa sababu gani?
wengi wetu kwa sababu hatujui ni nani, tunaomba mbele ya Mungu abadilishe mavuno wakati tunapanda mbegu zile zile. Nanielewa? Wewe ni nani? Ndugu zangu, wengi naumiza. Mtu anafikiria nikipata kazi nitakuwa na nidhamu, nikioa au nikiolewa nitabadilika, nikipata nyumba itakuwa hivi, nikipandishwa cheo itakuwa hivi. Hapana, hapana. Unataka Mungu abadilishe mavuno wakati unapanda mbegu ile ile. Naomba nimalizie kwa kusema hivi. Usipojijua wewe ni nani, ulimwengu utakutambulisha. Unanielewa? Usipojijua ulimwengu utafanya nini? Na hapo utaumia sana. Kwa sababu mitandao ya kijamii itakutambulisha, pesa zitakutambulisha, madaraka yatakutambulisha, upweke utakutambulisha, marafiki watakutambulisha, kushindwa kutakutambulisha, maadui watakutambulisha, mke wako atakutambulisha, watoto wako watakutambulisha, mume wako atakutambulisha, na itakuumiza sana. Jitambue wewe ni nani. Lakini naomba niseme hivi, mbele ya Mungu, mbele ya nani? Wewe si historia yako, wewe si jana yako, wewe si kuanguka kwako, wewe si kushindwa kwako, wewe si makosa yako. Mbele ya Mungu wewe ni mwana mpendwa wake. Mbele ya Mungu wewe ni mwana mpendwa wake. Ulianguka, sawa, simama. Umeshindwa, sawa, jifunze. Umepitia matatizo, sawa, inuka. Umeona mambo ya end, it's okay. Kila kitu ni okay. Jana yako isielezee kesho yako. Jana yako itumie ili ibadilishe kesho yako. Na mbele ya Mungu ubaki kwa mwana mpendwa ili upate baraka sasa na hata milele. Amina. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.